Pamoja na jitihada zote zinazofanyika kuhakikisha kwamba yanafanyika mazungumzo na makubaliano ya waasi wa M23 kuacha mara moja kile kinachofanyika cha kuendelea kuteka miji kadhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado M23 hawajakata tamaa na bado hawajaweza kuwa na chochote ambacho wanaweza wakasema kwamba kinaweza kikawa ni sababu ya wao kuacha vita, kwa sababu wao awali walipohojiwa na kituo cha BBC ya ulimwengu, cha BBC Swahili cha ulimwengu, wakasema kwamba wao wako tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini upande wa Rais Felix Tshisekedi yeye alikuwa bado hayuko tayari kufanya mazungumzo, japo jitihada nyingi za viongozi wa dini zilikuwa zinafanyika kuhakikisha kwamba yanafanyika mazungumzo kati ya waasi wa M23 pamoja na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. So imekuwa ni vigumu sana, lakini mpaka sasa Umoja wa Mataifa ulitoa tamko kwamba kiongozi mahakama ya kimataifa ya ACC ilitoa tamko kwamba kiongozi wa M23 popote alipo anafaa kukamatwa. Lakini swali ni kwamba nani atamkamata? Ni nani wa kumkamata? Wao wametoa tamko kwamba akamatwe, lakini atakamatwa namna gani? Ijapokuwa mahakama ya kimataifa inaweza ikakushtaki na ikakuacha tu, lakini baada ya muda fulani utajikuta uko mikononi mwa hiyo na unahukumiwa na unajikuta unaishia pabaya. So jitihada nyingi zimeendelea kufanyika, lakini mpaka sasa Rais Felix Tshisekedi ama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeofa dola zaidi ya milioni 5 kwa mtu yoyote ambaye atakuwa sababu ya kukamatwa kwa kiongozi wa waasi Corneille Nangaa. So kuna ofa ya milioni kama 5, zaidi ya bilioni 17 na kitu, I think. Ameofa kwa mtu yoyote ambaye atakuwa chanzo cha kukamatwa kwa kiongozi wa waasi Corneille Nangaa. So mpaka hapo utaona serikali ya Kongo kuna namna fulani ambavyo haihitaji maridhiano yoyote kati ya waasi wa M23 na serikali. Lakini mpaka leo kumelipotiwa kundi lingine la waasi, maana unajua Kongo haina waasi tu wa M23 peke yake. Ina makundi mengi sana tu ya waasi, lakini mpaka sasa karibia kundi la waasi ambalo lina askari zaidi ya 500 limeripotiwa kujiunga na M23 huko Kivu ya Kusini. So utaona jinsi ambavyo mambo yameendelea kuwa sio ya kawaida. Na M23 mpango wao wa kufika Kinshasa uko pale. Mpango wa M23 kufika Kinshasa uko pale. Wanaendelea kuangalia namna ya kuweza kufanya namna ya kufika miji kama Kinshasa. Lakini pia ukiangalia zaidi unaona kabisa focus na malengo ya M23 ni kuhakikisha wanaangusha utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Ukiangalia juzi wakati wapo Bukavu utaona walienda kila mahali ambapo kuna picha za Felix Tshisekedi, wakaweza kuzichana na kuongea mambo na matusi makubwa kuhakikisha kwamba utawala wa Felix Tshisekedi unaanguka. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo M23 wamejipanga. Lakini katika yote serikali ya Kongo niko sure kabisa ina mbinu za kuweza kufanya
ili kuweza kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatakiwa kufanya kitu, kukaa chini, kujitathmini mahali ambapo wamekosea, wakae chini waone kwamba watasaidiaje. Unajua mtu mzuri ni yule ambaye ana sera zake, lakini pia akiona sera za wapinzani wake ni nzuri, ni vizuri kuzichukua na kuzitendea kazi kwa ajili ya manufaa ya taifa. So nina imani kwamba mambo kama haya, ninajua kabisa serikali ya Kongo itakuwa na mpango mzuri tu kwa ajili ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo niseme tu kwamba Kongo inahitaji kuendelea kuiombea, lakini ninaamini kabisa Mungu atawapatia wepesi na wataweza kupata amani ya kudumu. Lakini nimejaribu kuongea na ndugu mmoja ambaye nilikutana naye Dar es Salaam hapa, kwa habari ya usalama wa Goma na mazingira na maisha ya Goma namna yanavyoendelea. Yeye ni mfanyabiashara ambaye anafanya biashara, kutoa biashara hapa kupeleka Kongo. Akaniambia kwamba usalama kwa sasa Kongo, maeneo ya Goma uko vizuri. Wakiangalia mwanzo na sasa, wanasema kwamba usalama umeimarika zaidi M23 walipoingia kuchukua mji wa Goma. Sasa hivi utaona waendesha bodaboda, ilikuwa mwisho ni saa 12, lakini kwa sasa wanafanya 24 hours, masaa 24 wanafanya. So nikamuuliza, sasa nyinyi kama wananchi ni kipi ambacho mnapenda? Mko upande wa serikali ama mko upande wa waasi? Wao wanasema sisi wananchi wa Kongo tunachotaka ni amani peke yake. Yoyote yule ambaye atasababisha sisi wananchi tuwe na amani, huyo ndio tutakayempenda. So utaona hiyo ndio hali halisi ambayo inaendelea katika mji wa Goma na katika maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.